uzima. Kwa mwenye haki, kile unachofanya kinaelekea kwenye uzima. Kwa hiyo ndio Mungu ametupatia. Sasa kuna kimbia tufike kwenye haki ambayo tumepewa kwenye jina la Yesu. Haki tuliyopewa kwenye jina la Yesu. Nataka tumalizie hapa na maombi yetu tutamalizia tutokea hapa. Haki tuliyopewa katika jina la Yesu. Msomaji nipeleke kwenye Marko 16. Mstari wa mwisho kabisa kule. Mstari sura 16 mstari wa 17 mpaka 18. Marko 16:17-18 neno nasema, Yeah. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Amen. Amen. Anasema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio kwa jina langu. Kwa jina langu. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo tumepewa haki kwa hivyo ni jina la Yesu. Yaani ile jina la Yesu tumepewa kwetu kama haki itupe matokeo yale ambayo Yesu alikuwa akiyapata katika siku alizokuwa akitembea katika mwili. Kwa jina la Yesu tumepewa kwetu kama haki, na hizi ndio mambo ambayo yamebebwa ndani ya hilo jina. Mojawapo ni soma tena vizuri hapa kisikia. Anasema kwa jina langu atatoa pepo. Kwa hiyo unaposimama kutoa pepo kwa jina la Yesu, pepo atoke kwa sababu mimi ni Freddy. Hiyo mamlaka hajaambiwa. Anatoka kwa sababu jina ninalolitumia ni jina ambalo nimepewa haki mbele za Mungu, ya kwamba mimi ninapolitaja ile jina linatoa mamlaka yale ambayo Kristo alikuwa akiyatumia katika ulimwengu. Kwa hiyo pepo anapoona hanioni mimi, bali anamwona Kristo aliye ndani yangu, na anakumbuka kwamba zile siku 3 kuzimu ambazo Yesu alikuwa alishughulika nao vizuri sana. Nilikuwa jana nasoma habari za Kutoka sura ya 1 mpaka ya 12. Nikatafakari ile mapigo 10 kati anapigwa Farao na nchi ya Misri. Nikatafakari nikasema, ikiwa hawa jamaa waliokolewa kwa mkono uliokuwa umenyoshwa na udari wa Mungu vile, kuzimu ilikuwaje? Yaani kuna wakati Farao alipigwa mpaka usiku wa manane akaamka ile na watu wake wote akawafukuza wale watu. Ambia tokeni. Yaani usiku ule wa manane alilemewa kiasi kwamba akasema nyie mpaka asubuhi mtatuchelewesha. Ondokeni usiku huu, ondokeni. Kwamba alipigwa mpaka yeye mwenyewe akasema ngeleka na mimi amtakii mtaendelea kumtesa, wakaondolewa. Nikachukua picha nikaipeleka kuzimu Yesu anawakuta wale. Ikiwa hawa jamaa walipigwa hivi, vile miungu ilikuwa vile mpaka usiku wa manane jamaa kabila tolewe. Kule kuzimu palikuwaje zile siku ambazo Yesu alikuwa kule? Kwa ndio maana ukisema kwa jina la Yesu, pepo anajua kitu gani alichokutana nacho. Na ndio maana wakati anavuka kwenye ile ng'ambo wa Gerasi, waliomba kuja kutuhukumu kabla muda wetu. Yaani wenyewe wanajua kabisa kwamba huyu jamaa mahali popote alipo ni hatari. Ni hatari ambayo si ya kawaida. Sasa hiyo haki amekupa wewe. Huo uwezo amekupa wewe. Hilo jina amekupa wewe. Kwamba linapokuwa ndani yako, mahali popote ulipo pepo, ukiniambia pepo toka, linakutii kama vile lilivyokuwa la mtii nani? Kristo kipindi kile. Ukisema kwa jina la Yesu toka, yanatoka kwa sababu yanamfahamu yeye ambaye wewe umepewa nafasi yake. Maana yake umepewa nafasi ya Kristo katika hilo jina unalotumia. Lakini sio hivyo, tunasema kwa lugha mpya, washika nyoka, watakuja vya kufisha na vita wazuri, wataweka mikono juu ya wagonjwa. Haya mambo ni ya kwetu, haya yote nayataja. Sio ya mhubiri wala sio mchungaji wala sio mtu yote. Huyu ni muumini wa kawaida, huyu ni mtu anayeamini kawaida kabisa. Tukua hivi tunapokaa saa hizi, tunamtuma tu mmoja tunapeleka kwa wagonjwa pale, anaweka mikono na watu wanakuwa hai. Sasa ile kwamba hajadhirika sio kwamba hayako, ni kwa sababu sisi wenyewe hatujafahamu, na si tukiyafahamu tujeka nguvu kutaka kuyafanya yaonekane katika maisha yetu. Kwa haya mambo haya ni vitu ambavyo tumepewa, ni asili yetu, ni ya kwetu haya. Ndio maana kipindi kile kanisa la kwanza, wale jamaa 7 waliochukuliwa
hawakuchukuliwa kutoka kwenye viongozi, walichukuliwa kutoka kawaida 7, mmoja wapo akiwa Stefano. Yaani kuna namna ambapo walikuwa wamemaster swala la haki ya Mungu, kiasi kwamba Stefano aliposimama akaihubiri Injili mpaka wale jamaa wakasirika, wakampiga mawe, wakambubu. Kwa hiyo ndivyo ambavyo inavyotakiwa na sisi tuwe. Hii haki ni ya kwetu, tumepewa na Mungu. Haya mambo ni ya kwetu. Tunatakiwa tukue katika hayo, tuyadhihirishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kingine ambacho nazungumza haki tulipewa katika jina la Yesu ni eneo la maombi. Usoma Yohane 16:23. Awanza 15:16 hiyo Yohane 15:16. Yohana sura 15 mstari 16. Nasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo kwa Baba kwa jina langu awapeni. Amen. Soma na 16:23 hiyo Yohana. Yohana 16 mstari 23. Neno lasema, tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amini, amini nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Amen. Amina. Hiyo tunakwenda mbele za Mungu kuomba. Tunapokwenda pale tunakwenda na kwa ufunguo wa jina. Kwa hiyo tunaposimama kuomba mbele za Baba tunatumia jina la Yesu. Kwa hiyo tunapewa stahiki zile ambazo Yesu zitakiwa apewe Yesu, kwa sababu tumeenda kwa jina lake. Kwa chochote kile tunachokwenda kukiomba mbele za Baba kwa jina lake, Mungu anatutreat sisi vile kama ambavyo anavyotakiwa Yesu apewe. Kama ni uzima, kama ni afya, kama ni chochote ambacho tunakihitaji, ile tu kimeshuhudiwa katika maandiko, Baba anatakiwa kupatia wewe kama vile ambavyo alivyokuwa amempatia Kristo. Kwa jina la Yesu linatupa nafasi mbele za Mungu Baba tunapokuwa katika maombi. Tunapomwomba ni kama vile Kristo yuko mbele yake anaomba. Kumbe sisi tunaweza kupika pale kupitia jina la nani? Jina la Yesu. Kwa hiyo tunapokuwa tunaomba tunasema Baba kwa jina la Yesu. Yeye Baba anatazama sisi, anatazama kama vile anavyomtazama Kristo. Kwa mambo yote ambayo anataka tupatie sisi, anatupatia kama vile ambavyo alikuwa amemsujudia katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna imani zingine ambazo unaambiwa omba kwa jina la fulani, omba kwa mtakatifu fulani. Yeye shetani anataka kutuvuruga na kututoa katika utajiri mzuri ambao Mungu ametupa katika eneo la maombi, hasa tunapoomba kwa Baba kwa jina la Yesu. Kwa sababu jina la Yesu linatupa access mbele za Mungu, na Mungu anakuwa anatuhudumia kama vile ambavyo alivyokuwa anamsikiliza Kristo, ndivyo ambavyo anapokuwa anatusikiliza mimi na wewe. Yote hayo tumepewa kupitia jina la Yesu. 3 ni ulinzi. Katika jina la Yesu pia tunapokea ulinzi. Yohane 17 11. Yohana sura 17 mstari 11. Neno nasema, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hao wamo ulimwenguni. Nami naja kwako, Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Amen. Amen. Kwa sisi nasi tunalindwa kwa jina hilo. Kwa jina hilo. Na kizuri zaidi anasema, na jina lako ulilonipa. Kwa kumbe lile jina la Yesu, lile jina la Yesu ni jina ambalo ni la Mungu Baba alilifunua katika Yesu Kristo ili awape wanadamu. Kwa na jina lako ulilonipa nimewapa hao. Mstari wa 11. Na jina lako ulilonipa walinde hao ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Tunaweza tukakaa hapa na kutafakari zaidi na vitu vingi ambavyo tumepewa. Lakini kubwa zaidi ambacho nataka kukumbusha ni kwamba wewe ni mwenye haki wa Mungu. Wakati naanza kuzungumza hizo habari nilipitisha kwenye maandiko ambayo yanatuambia kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. Sasa ukiyatafakari ama mambo ambayo tumeyasema, utagundua kwamba maisha yetu sisi yanatokana na neno la Mungu, maana imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Kristo. Kwa hiyo vyombo vyetu vya maisha vimewekwa ndani ya neno la Kristo.
Tofauti, hatuishi kutokana na serikali ya Tanzania inavyotaka. Hatuishi kutokana na watu wa Mbezi wanavyotaka, lakini tunaishi kutokana na neno la Kristo. Maana sisi ni wenye haki mbele za, na kama tunataka tufaidi mambo ambayo yamebebwa ndani ya haki, imetupasa kuenenda sawa sawa na neno la Kristo linavyoenenda. Kinyume cha hapo, tutafanana na wengine, wakilalamika na sisi tutalalamika, wakinung'unika na sisi tutanung'unika, lakini sisi ni wenye haki na tunaishi kutokana na neno la Kristo ambaye ndiye haki yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kuona haya mambo, tutakwenda kumwomba Mungu, na kitu ambacho natamani tukamwombe ni tutumie jina la Yesu katika vitu vingi ambavyo jina linafanya. Tumeomba kwenye ile Marko 16:17 mpaka 18 ya kwamba, ya tuisome tena Marko 16:17 mpaka 18. Marko sura ya 16 mstari wa 17 hadi 18. Neno lasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Amen. Amina. Hapa kunawezekana kuna mahali ambapo yule bwana jela bado anaendelea kujidhihirisha kwenye maisha yetu. Na kusema bwana jela anazungumzia shetani na mipango yake. Sasa jina la Yesu, tumepewa haki ya kulitumia jina la Yesu ili kwamba chochote kile ambacho tunakutana nacho kwenye maisha yetu ambacho hakiendani na Kristo, jina la Yesu linatupa hayo mamlaka ya kuamuru yaondoke. Kwa jina la Yesu tunaweka mikono juu ya wagonjwa na wanapata afya, na hata tukinywa vya kufisha viweze vikatuzuru. Sijajua kuna kitu gani kwenye maisha yako ambacho kimekaa, ambacho kinakusumbua muda mrefu. Tunakwenda kutumia jina la Yesu kwa imani, tukijua kwamba mamlaka iliyokuwa ndani ya hilo jina, chochote kile ambacho shetani alikiachilia kwenye maisha yetu ambacho hakimpi Mungu utukufu. Nilikwambia hivi, moja kati ya vitu ambavyo Mungu alikusudia kwa mwanadamu, alimpa mwanadamu adhihirishe utukufu wake. Yaani Mungu awe anatembea, anadhihirika kupitia mwanadamu. Ili tukitaka kusema kwamba Mungu ni mponyaji, tuyaone maisha ya mwanadamu jinsi yalivyo na tudhihirishe kwamba kweli Mungu ni mponyaji. Tukitaka kuona kwamba Mungu yeye hatendi dhambi, lazima tumwangalie mwanadamu, kwa sababu yeye anakaa ndani ya mwanadamu. Maandiko yanasema Emmanuel, manake Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo Mungu alikuwa anataka katika gharama zote za kulipa uhai wake, ili sisi tufanyike chombo kitakachobeba utukufu wake, kitakachombeba yeye kwenye huu ulimwengu. Ili sasa hivi watu wakitaka kusema kwamba Yesu anaokoa, watuangalie sisi, waangalie maisha yetu, adhihirishe wokovu wa nani? Wa Yesu. Wakitaka kusema kwamba Mungu ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, wakituangalia sisi wa Kristo, waone kuna upole na unyenyekevu wa moyo ndani yetu, kwa sababu tumembeba yeye. Na vile tulivyo tunamdhihirisha yeye katika haya maisha. Kwa chochote kile ambacho shetani amekiachilia kwenye maisha yetu ambacho akimdhihirishi Kristo, mamlaka ya jina la Yesu inapita hapo kuhakikisha kwamba tunatoa. Chochote kile ambacho inawezekana ni dhambi ambayo imekusonga muda mrefu, lakini ndani ya jina la Yesu, hatujasoma tu ile Matendo ya Mitume sura 4 na mstari kama 16 nafikiri pale. Anasema maana hakuna wokovu, 4:12 nafikiri, hakuna wokovu mwingine wa yote, maana hatujapewa jina jingine litupasalo kuokolewa isipokuwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ndio limepewa mamlaka, na limepewa kwetu kama mamlaka na Mungu kuhakikisha kwamba tunapata kuokolewa. Kwa hiyo changamoto yote ambayo tunaipitia, tunaposema kwa jina la Yesu, Mungu anakumbuka ule wokovu ambao alitupatia pale msalabani, anatuokoa. Wakati nasoma jana habari za kitabu cha Kutoka, nikashangaa sana kwamba Mungu wale jamaa walipokuwa wanalia Misri, wale Wayahudi walipokuwa wanamlilia Mungu, akakumbuka agano alilofanya na Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa kuna mapatano fulani alikuwa amepatana na Ibrahimu, Isaka na Yakobo kuhusiana na wale watu. Kwa aliposikia kilio chao analia, akarudi kuangalia tulipatana nini na Ibrahimu, tulipatana nini na Isaka, tulipatana nini na Yakobo. Hao watu tunataka watolewe kwenye mikono ya watumwa wao. Kwa Mungu akaenda pale kumwambia Bwana, nimekuja kwa sababu ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa Mungu atakutokea wewe kwa sababu ya vile alivyofanya katika Yesu
Kristo. Bwana, pale msalabani nilishughulika na hii hali unaipitia sasa hizi. Kwa hiyo ninakuja kwako kwa sababu ya vile ambavyo niliagana na wewe kupitia Yesu Kristo pale msalabani, kwamba magonjwa hayatakutesa tena. Hii hali unaipitia haitakutesa tena. Wachawi hawatakutesa tena. Ndivyo ambavyo nilipogana na wewe pale msalabani. Kwa hiyo ninakuja kwako sio kwa sababu wewe ni fundi wa kulia. Ninakuja kwa sababu ya vitu ambavyo niliagana na wewe pale msalabani. Hayo ambavyo nimekupatia bure. Na moja kati ya vitu ambavyo nimekupatia bure ni hicho ninachokilia sasa hivi, nimekuja ili nikutolee. Kwa jina la Yesu ninahakikisha kwamba ninaachilia mamlaka ya Mungu iletayo wokovu katika ile hali tunayoipitia. Tunaweza tukajifunza kidogo kwenye kwa Petro pale ambapo alipokuwa karibu na kuzama akamwita Yesu. Ile inaweza kutupa picha pana katika kutafakari kwamba haijalishi ni umeokoka, lakini kama usipolitia jina la Yesu, yale maji ambayo yalikuwa yanamzamisha Petro angeendelea kumzamisha, kwa sababu kama asingeita Yesu angebaki anamwangalia. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba yeye Petro alipoita jina la Yesu, Yesu alienda akamsaidia akamtoa. Sijajua wewe sehemu gani ambayo nataka kuzamisha. Ita leo jina la Yesu. Alafu Yesu atakuja kuhakikisha kwamba anakushika mkono, anakutoa katika hali uliyokuwa unafanyaje, unaipitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tupate tenzi moja ya 67, namba 67 wakati tunajenga sawa kwa ajili ya maombi. Tenzi namba 67.